Musa alizaliwa mwaka 1593 na ni mmoja wa familia ya Emla na Yokobedi. Mtoto wa kwanza katika ile familia aliitwa Miriam. Mtoto wa pili katika familia ile aliitwa Haruni, na mtoto wa tatu alikuwa Musa. Akazaliwa mwaka 1593. Akakulia katika ikulu ya Farao, na Musa akalelewa chini ya binti Farao, binti Potifa, na yeye alinyonyeshwa na mama yake Yokobedi. Lakini kila alipokuwa akipelekwa kunyonya, alikaririshwa maneno haya yafuatayo: wewe ni Mwebrania. Kwa hiyo Musa akakuwa akijua yeye ni nani? Ni Mwebrania. Na alipofikisha umri wa miaka 40 akiwa mtu mzima, alisema maneno haya. Waebrania 11 fungu la 24. Akaandika, sikia hiyo. Waebrania 11:24. Akaandika. Neno la Mungu linasema. Naam. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Alikataa kabisa, akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Sikia hiyo. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu. Akapate mateso pamoja na watu wa Mungu kule Gosheni, kuliko kujifurahisha katika dhambi. Kwa nini? Kwa kitambo. Akakataa kuishi ikulu. Akakataa, na alikuwa akitazamiwa kuwa mfalme baada ya Farao, lakini yote hayo aliyakataa. Akasema ni afadhali akaungane na ndugu zake, akapokea mateso pamoja na ndugu zake, kuliko kujifurahisha kwa dhambi, kujifurahisha kwa kitambo na dhambi. Maana pale yote yaliyokuwa kitendeka pale ni dhambi. Musa akaamua kuacha dhambi, akamtumikie Mungu. Bwana asifiwe. Wewe unaamuaje jioni ya leo? Na Musa akaanza safari kutoka ikulu. Akatoka Misri, ikulu ya Farao, kwenda kwa ndugu zake, akaungana na ndugu zake, akapokea mateso pamoja na ndugu zake. Lakini alipofika njiani, akakutana na watu wawili wanapigana. Akaingilia kati kama mwamuzi, na kwa sababu alikuwa komando, alikuwa amepitia elimu ya jeshi, akamshika binadamu mmoja aliyekuwa akipigana naye, akakasirika, akamshushia konde moja, na Musa akashika mkono, akashusha, akajibu konde moja. Yule Misri akaanguka chini na kalala mauti kwa konde ngapi? Moja ya komando Musa. Makomando wa kwanza ni Waadventista wa Sabato duniani. Bwana asifiwe. Amina. Usichezee hao watu. Ndipo Musa akapiga konde moja, yule Misri akalala mauti. Halafu akachimba kaburi kwa mikono yake mwenyewe, akamzika. Baadaye kafukia kwa miguu, kakanyaga na viatu.